Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za wakati huu mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Karibu katika kapu la habari. Mimi ni Hilal Seif Riyamid akusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa utakuwa naye Nuhu Stima. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Waislamu mtaa wa Bangu kata Kideleko wilayani Handeni mkoani Tanga waomba kushikwa mkono katika ukarabati wa msikiti. Semina ya Qurani na sayansi yaendeshwa kwa walimu wa shule za TIPSO. Katika habari za kimataifa, watu 21 wameuawa katika shambulio la hivi karibuni lililohusishwa na waasi wa ADF mashariki mwa DRC. Na mkapu la habari linaanzia huko mkoani Tanga. Waumini wa dini ya Kiislamu mtaa wa Bangu kata Kideleko wilaya Handeni mkoani Tanga wameomba wadau na wahisani kuwashika mkono katika ukarabati wa msikiti wao baada ya kuzuiliwa na upepo mkali ulioambatana na mvua, hali iliyopelekea kukosa sehemu ya kufanyia ibada. Zuberi Mgaya anatuarifu zaidi. Akizungumza kwa niaba ya waumini wa dini ya Kiislamu mtaa huo, kaimu shekhe katika mtaa wa Bangu Abdallah Musa ameelezea hali ilivyotokea mpaka kuezuliwa kwa msikiti huo. Za hapa kwa kweli, mnamo siku ya Jumamosi ilitokea mvua kubwa yenye upepo, mvua ambayo iliyopelekea kuezuliwa kwa jengo lote hili. Sasa hivi changamoto iliyokuwepo ni kwamba waumini hatuna sehemu ya kufanya ibada, na ikilinganishwa huu ni msikiti wa Aljuma, lakini pia vile vile Ramadhani ndio hiyo hapo ipo karibu. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo iliyokuwepo. Akiomba msaada kwa wadau na wahisani, Sheikh Abdallah amesema kukosekana kwa nyumba ibada katika mtaa huo kunahatarisha hali ya mienendo ya kimaadili na hofu ya Mungu kwa jamii hiyo. Kwa hiyo tunaomba wafadhili popote pale walipo wenye moyo wa imani, khairun nasu anfa'u linnas, kwa kuja kutujengea jengo hili, walau kulijenga upya, kwa sababu msikiti wenyewe ni dhalili, haustahili hata kuwepo katika karne hizi, lakini uwezo wetu ni dhalili. Kwa tunaomba watu wenye moyo ambao wanapenda kuwekeza kwa ajili ya Mwenyezi Mungu basi waweze kuifanya hiyo fursa. Kwa upande wao, baadhi ya waumini wengine wa dini ya Kiislamu katika mtaa huo wameahidi kujitolea eneo la kujengea nyumba ya ibada ya kudumu endapo akipatikana mdau wa kuwashika mkono ili kufanikisha mchakato huo. Naomba wale ambao watakuwa wamejaliwa na Mwenyezi Mungu katika kutoa, katika kusimamia masuala ya Mwenyezi Mungu, basi waje atupe msaada. Mwenyezi Mungu alivyosema, alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Huu ni msikiti ambao kwamba tumejenga kwa nguvu zetu wenyewe. Na pia wafadhili walijitahidi kutupa kampani. Lakini tuna kiwanja ambacho kwamba kipo rasmi kwa sababu ya kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu ya kudumu. Hatua mbalimbali zimechukuliwa kuwarudisha katika hali ya kawaida kwa kaya 36 zilizokumbwa na athari ya mafuriko katika kata Ikola na Isengule halmashauri ya wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi
ikiwemo ugawaji wa chakula. Rajab Shaban Matuga anatupasha zaidi. Magari ya jeshi kushuka huku chini kote, na ndio tulikuwa tunafanya kazi usiku wa kuhamisha watu ili waende angalau shule ya msingi. Kwa hiyo watu wote tulikuwa tunawasimamia jana kuhamisha mizigo yao. Kwa nyumba ambayo tutaka jana takuwa mtu mmoja. Yeye anatoka tu anapiga hatua tata kwa nyumba. Kwa hapa sisi kwa ajili ya kuzuia raia wasivuke mpaka hapo taratibu zitakapofanyika baadaye. Hapa ndio mwisho kabisa. Na hali hii ni wajumbe wa kamati ya usalama ya wilaya ya Tanganyika ikiongozwa na mkuu wa wilaya hiyo Onesmo Buselu wakipokea taarifa namna mvua iliyosababisha mafuriko ilivyoathiri kaya 36 katika kata za Ikola na Isengule. Watu katika mazingira yetu tuna vile visima, tuhakikishe visima hivyo vinafunikwa, vinaweka katika mazingira mazuri ambayo yasije yakaleta athari kwa watoto wetu. Lakini pia sehemu ambazo maji yanavuka maji hayapimwi kwa mguu. Tuhakikishe maji yakivuka ndipo na sisi tufanyeje tupite. Lakini serikali yenu bado inaendelea kupambania kuhakikisha mnaendelea kubaki sehemu salama. Hatua kadhaa zimeanza kuchukuliwa kuhakikisha maisha ya wananchi hao yanaendelea kuwa salama mpaka sasa, ikiwa hakuna taarifa ya kifo iliyoripotiwa. Tumejiandaa kuhakikisha kwamba zile huduma za dharura na upatikanaji wa dawa za dharura tumejiandaa vizuri na tumeshaandaa utaratibu, lakini tunatoa wito kwa jamii ni kwamba kwa kipindi hiki tuongeze umakini kwenye maradhi yetu, kwenye makazi yetu, ili tuhakikishe kwamba jamii nzima inabaki kuwa salama. Kila mmoja amchunge mwenzake na amlinde mwenzake. Lakini sisi watu wa hospitali tumejiandaa vizuri kwa sababu dawa tumeshaziagiza na vitendea kazi tunavyo pale hospitalini kituo chetu cha Ikola. Maeneo yaliyoathirika katika kata Ikola na vijiji vyake ni pamoja na kijiji cha Kafisha, kijiji cha Mchangani na Ikola. Huko katika kata Isengule, maafa yaliyoripotiwa ni kuanguka kwa nyumba 3 katika kijiji cha Isengule na kukatika kwa barabara katika eneo hilo. Nyumba moja ambayo ndio hii hapa iko nyuma yako ndio nyumba iliyodondoka, na nyumba 36 zote zilikuwa zimezungukwa na maji kuanzia usawa huu kuzunguka kwenda mpaka barabara hii na kuteremka mpaka ziwani. Kwa upande wa Ikola madhara yalikuwa ni hayo, hakuna madhara kwa binadamu. Ila kwa upande wa kijiji cha Mchangani nyumba 2 zilidondoka kuta. Zenyewe hazikuwa na madhara kwa binadamu, kati ya kitongoji cha Mzabwera na kitongoji cha Kajini. Na changamoto kubwa ilikuja kuonekana kijiji cha Kafisha penye mawasiliano ya Serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA imetoa zaidi ya shilingi bilioni 109 kwa ajili ya usambazaji wa nishati ya umeme awamu ya pili kwa vitongoji 660 vya mkoa wa Tabora, mradi utakaotekelezwa kwa miaka 3 ikiwa ni sehemu ya mpango mkakati wa serikali kuhakikisha kila kaya inafikiwa na nishati ya umeme ifikapo mwaka 2030. Hii hapa ni taarifa zaidi na Saidi Kapalila. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi wa wakala wa nishati vijijini REA nchini Musa Munze na meneja wa usimamizi wa miradi ya REA mkoa wa Tabora mhandisi Oscar Migani, mara baada ya kutamatika kwa zoezi la kutambulisha mradi huo katika serikali ya mkoa, wanabainisha utekelezaji wake. Hapa wakandarasi wako wawili, mmoja akiwa anaitwa Sinotech na mwingine anaitwa Namis. Na hii itapunguza na kufikisha idadi ya vijiji ambavyo vimekuwa covered katika mkoa wa Tabora itakuwa imefikia 75%. Katika mkoa wa Tabora vitongoji vitakuwa vimebaki 25% tu. Na katika mkoa wetu wa Tabora serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetenga jumla ya bilioni 109 kuhakikisha vitongoji hivyo vyote 660 vinapata huduma ya umeme. Kwa sasa hivi tayari kwa mujibu wa mkataba mradi umeanza tarehe 31 Januari, na sasa tayari wakandarasi wako wamesha mobilize resources kwa ajili ya kuanza survey ili waweze kuanza detailed survey kwa ajili ya kuanza kazi. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Tabora Paulo Chacha, baada ya kupokea rasmi mradi huo, amewataka wakandarasi kuhakikisha wanatekeleza kazi hiyo kwa mujibu wa mkataba na kwamba serikali ya mkoa itakuwa bega kwa bega katika usimamizi. Mheshimiwa Rais ametoa hela zote hizi shilingi bilioni 109. Hizo hela ni nyingi sana katika mkoa huu pekee yake wa Tabora. Kwetu sisi ni usimamizi, na nikuhakikishie mkurugenzi mkuu
kaimu mkurugenzi mkuu kwa hapa, sisi tutasimamia, na bahati mbaya pia sio wavivu wa kusimamia miradi ya serikali. Tutaisimamia kwa dhati kabisa. Vitongoji 660 tunategemea ndani ya miaka mitatu vitakuwa na umeme vyote, na hatutegemei jambo linginelo. Nao wakandarasi wa utekelezaji wa mradi huo kutoka makampuni mawili tofauti wanabainisha utayari wao katika kutekeleza kwa wakati na ubora unaohitajika. We are grateful to be selected again. Tunashukuru kwa kuchaguliwa tena kuwa mkandarasi wa mradi huu wa kusambaza umeme vijijini katika vitongoji mkoani Tabora. Tunaahidi kutekeleza na kukamilisha mradi huu ndani ya muda wa mkataba na kwa kuzingatia viwango bora vya ubora kama ilivyokubaliwa. Lakini kama ninahakikishia kabisa ndani ya miaka mitatu ambayo ya mradi tutakamilisha mradi kama hiyo miaka iliyotajwa. Nikiripoti kutoka hapa katika ofisi za mkuu wa mkoa wa Tabora ambapo mradi huu umetambulishwa rasmi. Mimi ni Saidi Kapalila, Mahasin TV. Jijini Dar es Salaam, Jumuiya ya Shule za Msingi za Kiislamu Tanzania TIPSO imeendelea na mafunzo ya kuwajengea uwezo walimu kutoka shule wanachama wa umoja huo kwa lengo la kuongeza umahiri wa ujuzi kuendana na mabadiliko ya sera ya elimu na mitaala iliyoboreshwa. Taarifa yake Aisha Mpatila inasimuliwa studio na Rajab Shaban Matuga. Kama sehemu ya kuendelea kuwajengea uwezo walimu wa shule za TIPSO baada ya kuwajengea uwezo walimu wa masomo ya Qur'an, lugha ya Kiarabu na elimu ya dini ya Kiislamu, TIPSO sasa imewaleta pamoja walimu wa masomo ya sayansi na jiografia katika mafunzo maalum ya kuchambua masomo hayo kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Katika mada tulizozitoa ni kuja kuwataka umma wa Kiislamu na hata wasiokuwa Waislamu waweze kujua Qur'ani ni kitabu cha namna gani na kina nafasi gani katika dunia. Kitabu hiki Qur'ani ndiyo dira na msingi wa sayansi na teknolojia, ndiyo kitabu ambacho kinachowaongoza wanadamu hususan katika wakati huu unaosemwa wa sayansi na teknolojia. Kweli walimu wameshajifunza mbinu mbalimbali hasa kupitia Qur'an na sayansi, kwa hiyo wamestafidi mambo mengi. Kwa hiyo ni juu ya mwalimu kufanya research mbalimbali kuweza kudadavua hayo yote yaliyomo ndani ya Qur'an na kuoanisha na masomo anayofundisha kama ni science au geography. Walimu hao wameelezwa umuhimu mkubwa uliopo kuwafundisha wanafunzi mafungamano yaliyopo baina ya Qur'ani na Sunna na masomo ya kawaida yanayofundishwa darasani ikiwemo jiografia na sayansi. Kila unachokisomesha katika workshop ya leo watakuwa wanajua. Kama unafundisha kuhusu rotation, basi rotation imezungumzwa kirefu ndani ya Qur'ani. Kama unazungumzia process za development ya mtoto toka inapokuwa mpaka anazaliwa, Qur'ani imeeleza kirefu kabisa. Chochote ambacho wewe unataka kukifundisha lazima uangalie mafungamano gani yamo katika Qur'ani ili umfundishe mtoto aelewe kwamba mafundisho haya vile vile anayo katika kitabu chake. Aidha, mafunzo hayo ya siku mbili yaliyofanyika katika ukumbi wa shule ya Yemen jijini Dar es Salaam yanalenga kuleta upekee wa elimu inayotolewa na shule za msingi za Kiislamu kuwa tofauti na shule nyingine. Qur'ani na sayansi ndio tunu yetu shule za Kiislamu, kwa sababu kwa sasa hivi kutokana na maboresho ya mtaala ulioboreshwa, lugha ya Kiarabu na maarifa ya Uislamu inafundishwa hata shule za serikali, lakini kwa shule za Kiislamu tunu yetu ni kuiegemea Qur'ani ikiambatana na sayansi, ule ujuzi ambao Allah alishauleta zamani na wanasayansi baadaye waligundua. Hili ni jambo kubwa sana ambalo litaleta morali ya vijana kuielewa Qur'ani na kuelewa sayansi kwa ujumla wake. Katika mitaala yetu ya elimu huko nyuma kulikuwa na mambo mengi ambayo yalikuwa yanapelekea kumkufuru Mwenyezi Mungu. Leo mitaala imebadilika. Kipi sasa ambacho kitakwenda kuwa tunu katika shule za Kiislamu? Usilimishaji wa elimu na utoarishaji wa elimu ndiyo nguzo pekee ya shule za Kiislamu kuzifanya kwa tofauti na shule zingine. Semina hizi tunapaswa kuzileta mikoani, mikakati inafanyika. Watu wa mikoani mtupokee na semina hizi zitaweza kuwafikia. Miongoni mwa mada zilizotolewa katika mafunzo hayo ni pamoja na historia ya mwanadamu, evolution of man, kutokea kwa ulimwengu, continental drift theory, falsafa ya mwanadamu na dini, man philosophy and religion, na maendeleo ya mwanadamu yani man and development.
Mkoa wa Kigoma kupitia mradi wa Elimisha Mtoto umefanikiwa kuwarejesha shuleni watoto 2352 waliokuwa wameacha shule kupitia mfumo rasmi au nje ya mfumo rasmi. Taarifa ya Emmanuel Matinde inasimuliwa studio na Inuhu Stima. Ameeleza hayo mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro kwenye kikao cha kuendeleza kampeni ya kuhimiza uandikishaji na kuwarejesha watoto walio nje ya shule iliyozinduliwa mwezi Disemba mwaka jana 2025. Balozi Siro amesema kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2026 bado wapo watoto wenye umri wa kati ya miezi 6 na 15 ambao hawajaandikishwa shuleni katika mfumo rasmi au nje ya mfumo rasmi wa shule. Kwa kuzingatia hilo, serikali kwa ushirikiano na shirika la kuhudumia watoto duniani UNICEF na wadau wengine inalenga kuandikisha watoto wote ambao hawajaandikishwa na kuwarejesha walioacha masomo kutokana na sababu mbalimbali. Aidha, takwimu zinaonyesha kuwa kabla ya mradi huu kuanza mwaka ulikuwa na watoto 4353 wakiwemo wavulana 2399 na wasichana 1954 waliokuwa wameacha shule, lakini kupitia mradi huu wa Elimisha Watoto, wavulana 1103 na wasichana 1249, jumla 2352 wamerudi shuleni kupitia mfumo rasmi au nje ya mfumo rasmi. Kwa upande wake, afisa elimu kutoka UNICEF ofisi ya Kigoma Bi Farida Sebalua amesema tafiti zinaonesha mkoa wa Kigoma unakabiliwa na tatizo la mdondoko wa wanafunzi shuleni, akibainisha sababu za tatizo hilo. Mojawapo ni kwamba ikifika wakati wa masika watoto hupelekwa mashambani. Kiashiria kingine ni umaskini katika ngazi ya familia. Pia tumebaini watoto wengi wanakaa na mzazi mmoja. Kwa hiyo hii inapunguza hamasa ya watoto kwenda shule. Kwa hiyo tafiti hii pia ilitupa mwangaza mkubwa sana kwamba kila tatizo tunalolipata katika sehemu husika tuliweza kupanga shughuli na kuendana na jamii husika. Mradi wa Elimisha Mtoto unaofadhiliwa na shirika la Education Above All kwa kushirikiana na UNICEF pamoja na serikali ulianza kutekelezwa mwaka 2022 na utahitimishwa mwaka 2027, ukichangia juu ya kile ambacho serikali ilikianzisha kwenye programu ya MEMKWA. Na mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mohamed Mtanda amelipiga marufuku kundi linalojiita Kamchape ambalo linajishughulisha na ramli chonganishi wilayani Ukerewe kuacha mara moja tabia hiyo inayohatarisha amani na usalama wa nchi. Zuberi Mgaya anatupasha zaidi. RC Mtanda ametoa onyo hilo wakati alipotembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa hospitali ya wilaya Ukerewe na kuzungumza na wananchi wa wilaya hiyo, akisema serikali haiwezi kumruhusu mtu yeyote kufanya masuala ya ramli chonganishi katika nyumba za watu. Msimamo wa serikali, swala la Kamchape ni swala ambalo haliruhusiwi kwa mujibu wa sheria. Lakini from now on hatuna kibali cha mganga yoyote kufanya kazi ya hadharani ya kupita kutoa uchawi kwenye nyumba za watu. Na serikali inakataza ramli chonganishi, kwamba aliyekuroga ni jirani yako, ana macho mekundu. Hivi macho mekundu si jambo la kawaida tu kwenye mtaa. Aidha, RC Mtanda amesema serikali haitomfumbia macho yeyote atakayebainika kufanya shughuli hizo za Kamchape au kushirikiana nao ili kukomesha tabia hiyo inayohatarisha usalama wa wananchi. Nilileta kamanda wa polisi, aliwadhibiti wale wote ambao walikuwa wanaendekeza Kamchape, na narudia tena, yoyote kwenye kijiji atakaye waleta Kamchape, kwanza hakuna kibali cha huyo mtu anaitwa Kamchape kufanya kazi eneo lolote, sio tu la Ukerewe, mkoa wote wa Mwanza. Atakaye mleta, tutaleta polisi, atatafutwa, atasakwa, na tuko tayari kushughulika na watu wa namna hiyo, kwa sababu inaleta uchonganishi mkubwa. Amani ilitoweka pale Ukara kwa sababu ya Kamchape. Katika hatua nyingine, RC Mtanda ametoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa ajili ya kutunza na kuimarisha ulinzi na usalama nchini. Wito wangu kwa wananchi kufuata sheria. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwenye hili hakuna huruma. Wale ambao wana entertain vitu vya namna hiyo, wanaoleta uchonganishi, wao ndo wa kwanza kamata, tupa ndani.
halafu tutawapa mashtaka yao yanayowafaa huko. Tusipofanya hivyo tutaendekeza. Sasa hivi habari ya mjini ni bima ya afya, wala sio kamchape. Na kwa taarifa hiyo ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi. Na sasa ni wasaa wa kuziangazia habari za kimataifa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Takriban watu 21 wameuawa katika shambulio la hivi karibuni lililohusishwa na waasi wa ADF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Afisa mmoja amesema Jumatatu wa Februari 9, 2026. Shambulio hilo lilitokea Februari 6, 2026 katika eneo la Lubero, likilenga makazi ya kikundi cha Bapakombe katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mkuu wa kikundi cha Bapakombe Boniface Kanyamulamba amezungumza na waandishi wa habari mjini Lubero na kusema idadi ya vifo kutokana na shambulio la ADF imeongezeka hadi 21 kutoka 14 ziliporipotiwa awali baada ya miili zaidi kupatikana Februari 6, 2026. Aidha, vijiji vitatu vililengwa katika mashambulio hayo ya wakati mmoja, ambapo waasi hao pia walichoma nyumba nyingi, huku watu kadhaa wakibaki hawajulikani walipo kufuatia mashambulio hayo. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, mwaka 2025 Kongo ilikumbwa na mgogoro wa kibinadamu usio na kifani uliosababishwa na migogoro ya silaha inayoendelea, uhamiaji wa watu kwa wingi, misukosuko ya hali ya hewa pamoja na milipuko ya mara kwa mara ya magonjwa. Licha ya kuwa tangu mwaka 2021 majeshi ya Uganda na Kongo yamekuwa yakitekeleza operesheni za pamoja za kijeshi dhidi ya ADF. Kwingineko, Wizara ya Afya ya Zambia imeripoti visa 20 vipya vya kipindupindu katika kipindi cha saa 24 hadi Februari 9, 2026, huku mji mkuu wa Lusaka ukichangia visa 11 kati ya hivyo. Hayo yamedokezwa na Waziri wa Afya Elijah Muchima, ambaye ameongeza kuwa visa 4 kati ya vilivyobaki viliripotiwa katika mji wa Nakonde uliopo mpakani na Tanzania, visa 3 katika eneo la Choma mkoa wa Kusini, na visa 2 katika Mpulungu, mji ulioko katika fukwe za Ziwa Tanganyika. Muchima amewaeleza waandishi wa habari kwamba hakuna vifo vilivyoripotiwa kutokana na visa hivyo vipya, na kwa sasa idadi ya wilaya zilizo na maambukizi haya ya kipindupindu imefikia 7. Muchima ameongeza kuwa Lusaka bado ndicho kichocheo kikuu cha mlipuko huo, ikiwa ni maambukizi yaliyoenea kwa kiwango cha chini, lakini katika vitongoji vingi, huku Mpulungu ikiendelea kushuhudia wimbi la pili la maambukizi. Muchima pia amesema kuwa mvua kubwa zilizonyesha katika wingi wa baadhi ya maeneo ya nchi zimesababisha mafuriko, hali inayoongeza hatari ya magonjwa yanayosambazwa kupitia maji, na kuwahimiza wananchi kuzingatia usafi wa mazingira, kutafuta matibabu mapema na kufuata miongozo ya afya ya umma iliyotolewa na serikali. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa,
Meya wa jiji la New York amesema jumla ya watu 18 wamefariki dunia kutokana na kipindi cha baridi kali, ambapo tangu mwishoni mwa Januari 2026 jiji hilo limekumbwa na wimbi la baridi kali, likiwemo siku 13 mfululizo ambapo joto lilikuwa nyuzi joto 0 au chini ya hapo, moja ya vipindi virefu zaidi vya baridi kali kuwahi kutokea New York katika kipindi cha miaka 60. Zohran Mamdani alisema mtu mwingine alipoteza maisha mitaani katika jiji lao, na kuongeza kuwa kila maisha yanayopotea ni msiba na wataendelea kuzikumbuka familia zao katika mawazo yao. Wameongeza kuwa wamekuwa wakifanya kazi kwa bidii kuhakikisha usalama wa wakazi wa New York, na wataendelea kufanya hivyo kwa sababu joto halitarajiwi kupanda zaidi ya nyuzi 32 za Fahrenheit, na nyuzi 35 si hali ya joto ya kufurahisha hata kidogo. Ingawa joto linatarajiwa kupanda kidogo wiki hii, lakini bado lipo chini ya wastani, ambapo Mamdani aliwahimiza wakazi kuendelea kuwa salama, kukaa ndani ya nyumba inapowezekana na kujuliana hali kila mmoja. Shirika la usimamizi wa dharura la jiji la New York, NYC Emergency Management, limesema kuwa baada ya siku kadhaa za baridi kali, theluji hatari kubwa za kiusalama bado zipo katika maeneo mengi ya jiji, huku shirika hilo likionya kuwa theluji na barafu vinavyoyeyuka vinaweza kudondoka juu ya majengo bila onyo, na kwamba barabara na njia za wasiotumia magari zinaweza kuganda tena wakati wa usiku. Nuhu Stima, Mahasin TV. Shukrani Nuhu Stima kwa habari za kimataifa. Na kabla hatujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Waislamu mtaa wa Bangu kata Kideleko wilayani Handeni mkoani Tanga waomba kushikwa mkono katika ukarabati wa msikiti. Semina ya Qurani na sayansi yaendeshwa kwa walimu wa shule za TIPSO. Katika habari za kimataifa, watu 21 wameuawa katika shambulio la hivi karibuni lililohusishwa na waasi wa ADF mashariki mwa DRC. Na kwa nukta hiyo ndio tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah panapo majaliwa yake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi Hilal Seif Yami ya kusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa kulikuwa naye Nuhu Stima. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufiki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwe na wakati mwema usio na bugdha. Asante na kwaheri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.